walinzi wa nyumba. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia, kitabu cha Ezekiel chapter 11, pastor utasomea tafadhali. Ezekiel chapter number 11. Huyu nabii Ezekiel alikuwa anaomba kwa sababu ya kanisa kama hili then. Na ile kanisa ilikuwa inataka kujengwa. Lakini kila wakati wanapojaribu kujenga, wanajaribu kujipanga wajenge, kulikuwa na nguvu fulani watu walikuwa wanashindwa. Hata kama ulikuwa umeapanga kwamba nitafanya hiki kitu fulani, watu walikuwa wanazuiliwa. Na kwa hiyo Ezekiel akaenda kwenye maombi. Salama kando ya Maria, akaenda kwenye maombi. Na alipoenda kwa maombi, maandiko yanasema akachukuliwa na roho. Nasema leo kuna watu wanaenda kwao kwa kiroho. Hebu nikono sema, kama malango yangu hata nikija tala yamefungwa nyumbani, kama nimefungiwa nyumbani, kuna kizee tuliamua sitaendelea hata nikienda town. Leo tunaenda kudeal katika ulimwengu wa kiroho. Biblia inasema nini pastor? Tusomee kwa sauti kubwa. Bible inasema nini? Naomba tusomee kwa microphone. Inasemaje Bible? Kitabu cha Ezekiel chapter 11 verse number 1. Inasemaje? Tena roho ya Bwana ikaniinua. Tena Ezekiel anainuliwa kiroho. Ambia mwenzako kiroho. Leo naomba Bwana achukue watu kiroho. Tena roho ya Bwana ikaniinua. In another way, this man, huyu mtu ni kama alikuwa kwenye maono. Roho wa Bwana akanichukua, akanipeleka wapi? Akanileta hata lango la upande wa mashariki. Akanileta kwenye lango la mashariki. Unajua mashariki ndiko kunatokeanga, malango ya mashariki ndio mlango wa mafanikio wa mtu. Kama ukisoma kwenye Biblia, watu wote waliwahi barikiwa walikutana na watu waliotoka mashariki. Inua mikono yako sema amen. Wale mamajuzi waliotoka mashariki walitembea miezi mitatu wakikuja mahali Yesu alikuwa, walitumia kwenye mlango wa mashariki. Leo naongelesha malango yako ya mashariki yafunguliwe. Hebu inua mikono sema malango ya mashariki. Inua mikono ya wenzako, mlango wa mashariki. Hapo ndipo Ibrahimu alikuwa anakaa kwa nyumba, amengoja mtoto kwa miaka nyingi, kabla upande wa mashariki ukatokea watu watatu. Leo natangaza malango yako ya mashariki. Hebu inua mikono ya wenzako na malango yatafunguka. Upatie Yesu makofi mazuri. Akanipeleka kwenye malango ya mashariki ya nyumba. Alafu nini katendeka? Nikanileta hata lango la upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana. Alafu lililoelekea upande wa mashariki. Nini kinaendelea pastor? Na tazama mahali pa kuingililia palango walikuwako watu 25. Anasema hapo kwenye malango ya kuingilia kulikuwa na watu 25. Na amekuwa kivitia pale na amekuwa hawaoni. Pia mwenzangu, kuna vitu huwa vionekani na macho ya kawaida. Hebu pokea macho ya kuona ya kiroho. Hiyo mikono sema macho yangu ya roho yafunguke. Nasema pokea. Na hapa kuna mama, sijui ni mama, alikuwa na mtoto, alikuwa anafanya kazi kwa M-Pesa na pesa ikapotea. Na kukawa kuna maneno inaendelea, ni wewe, sijui kama ni wewe, ilisemekana ulichukua hizo pesa. Hebu njoo hapa kwa madhabahu kabla sijaendelea. Kama ni wewe ama mtoto wako alikuwa anafanya kazi kwa M-Pesa fulani, kitu kitatendeka, hizo pesa zikapotea, sijui aliibiwa ama alifanya nini. Kama ni wewe, songa hapa mbele quickly. Huyo mtu akuja hapa, amesikia lakini amenisikia lakini narudia tena, kuna sababu ya kuongea hili neno. Njoo hapa mama. Habari yako? Usimama. Thank you Jesus. Nani anaitwa? Funua mkono wako, sema Bwana Yesu. Nani alichukua hizo pesa zilienda kusifanyika nini? Na mimi naishi kwamba kuna
kuna miguu yako ilikuwa na shida ikiuma. Unajua mama, yule mama ni Yesu. Kuna uponyaji unaendelea kwenye miguu yako sasa hivi. Ulisema unikutafute Bwana, ulisema nini kinaendelea huko kwa miguu? Unasikia inauma kule. Sasa hivi unasikia kisungino kama unadungwa. Vitu wenye ulifuka vikaingia kwa miguu yako, unaenda kuponywa na Mungu. Mama, ninaenda kuomba na the same God will restore the happiness in your marriage. Gari Mungu kutungi ya utano na akirudisha, anarudisha furaha kwako. Si useme amen? Amen. Hallelujah. Ninaona Mungu akienda kukuondolea majosi dadangu. Na nisikiza. Watu wamekuwa kikuuliza where is your God? But the Lord Jesus himself hashalaba kanda yazi. Kuna kitu Bwana anaenda kufanya kwako. Mama, nataka kujua kwa heshima. Nilikuwa nimeombea hapa nikaambiwa Jeni. Nani anaitwa Jeni hapa? Njoo hapa manda with the kitenge. Manda with the kitenge. Kuna Jeni kama wawili watatu, lakini nataka mwenye kitenge. Njoo hapa. Hebu simama hapa. Unaweza. Unajua huduma yangu kubwa ni huduma ya kinabii. Sawa sawa eh? Na kwa hivyo mama, nataka tuombe kwa sababu maana sua maana mpesa. Andike hospitali na mpesa sieka. Pesa ikakuwa na kutoka hiyo siku maisha yake ikaanza kuwa magumu. Maisha yake ikawa magumu. Bwana wa mbinguni anamfungua kwa jina la Yesu. Mama, tunaomba uponyaji kwa miguu yako. Unaelewa eh? Niko na ripoti yako nitakuombea sasa hivi. Kwanza rudi, kuna kitu nataka tuone. Hebu na kaeni kidogo, nitawaombea sasa hivi katika jina la Yesu. Sikiza. Kabla sijaendelea. Kesho, ambia mwenzako kesho. Maajabu Mungu ataponya, Mungu anakutembelea. Katika jina la Yesu, sema amen. Akainuliwa na Roho akapelekwa kwenye nini? Malango. Alafu unajua hao watu walikuwa hawaonekani. Unajua amekuwa akipita pale mama mchungaji, unapita kwenye gate anaingia lakini hawaonaki. Ila akainuliwa na Roho kama vile Roho Bwana amenichukua akanipeleka katika miguu ya yule mama. Akainuliwa na Roho. Na waombea hii kanisa kabla shambli, wengine watafunguka macho ya kiroho na wataona kile chochote kilicho. Hilo mikono sema amen. Akachukuliwa na Roho, akapelekwa kwenye malango. Alafu nini kitu gani kilifanyika huko? Akaona wazee 25. Leo kila wazee wanao hapa hautaendelea. Hilo mikono yako sema Yesu Kristo. Yoyote anayekaa kwenye malango yangu, anayejizuia kwenye malango ndio watu hufungwa kwenye malango. Dada mmoja alienda Amerika. Na wakati alikakutana kabla hajaenda Amerika, aliita watu wa familia kwambia Johni, mtukule pamoja ninapoenda Amerika. Nyanya moja akasimama akasema, utaenda Amerika lakini utarudi hapa bila kitu. Akachukua chapa chake akanyangia chini, akamfunga. Yaani bibi anaenda Amerika, amenang'ana, hapati breakthrough, haoni wema, akanipigia
napiga simu, ananiambia mtumishi wa Mungu, sijui kitu gani naendelea. Kila mara ninapoona maisha yangu najipata niko nyumbani. Nilikuja Amerika na shida kazi, niko hapa nahangaika. Nikaangalia macho yangu ya kiroho. Bwana akaniambia mwambie amefunga kwenye malango yake. Malango ni mabaya. Hapa ndipo wazee watu huamua. Wanaangalia kwamba wanasema watakuwa wanaingia. Wanasema na wanasimama. Ni wazee watu hawaonekani. Na tunakaa hapa gate. Nasema ukiona msichana mzuri anaenda kuoa, tunakamata tunasema hapana. Na tunazuia wazee wazuri wa kuoa wasichana wao. Unakaa hivi ujui nani anazuia. Huko na wasichana wazuri lakini wote kuna mtu alikaa kwa mlango. Na ndiye anaamua akiona mlevi anafungua. Kama umeokoka na Mungu na ngoja nipate mume. Wakiona mlevi wanafungulia na mwambia wewe ingia. Lakini wakiona mtu mzuri anafungwa. Naambiwa wewe huwezi kuingia. Sema amen. Sema yoyote anazuia. Hata mmoja anakuja akaniambia pastor, mimi sijui walevi ndio wanakuja nami hapo anaongea na ndimi ili kama shada, lakini wengi wanakuja kumchumbia ni walevi. Anyuma wangomo kwa mwibaje. Maana kwa malango kwa gate kuna kibutu kimesimama na mlaini. Kikiona mwanaume mzuri anaweza kumsaidia, kinazuia. Sema yoyote anayenizuia. Ukiona kuna magari inakuja wanazuia. Sasa nikaambiwa na Mungu, sasa hawa watu sijui nani ameharibu mic jamani, venye ilikuwa imeshika vizuri. Akasema nitakununulia Tropical my brother, tengeneza jamani. Nitakununulia Tropical. Huyu jamaa atamumbaia Tropical. Unajua watu wa vyombo wakiamua kukonyonga wanakunyongana. Wanakunyonga vizuri mpaka watafutie kitu jamani, tengeneza vizuri mali. Nitakutafutia kitu kwa Yesu makono mazuri. Wamesimama kwenye malango. Bwana akaniambia hawa ndio wanafanya hata wahubiri. Ndio kizioko. Haungenunua gari. Pastor hapo pale anahubiri ameisha. Kiatu imeraruka. Kwa nini? Wanaokaa kwenye malango walikataa kuachilia na kupeana kivyoko. Nikaingia 21 days prayer and fasting. Bwana akaniambia walisunguka kivyoko na wakafanya maangano na wakachinjia miungu ng'ombe na wakaangana na mashetani ya kwamba hakuna mtu atakayeinuka kwenye mji huu. Makanisa hayangefikisha watu 10. Unaona kanisa ni ya kiroho, imekaa kanisa watu wameomba miaka nyingi, lakini kanisa hayefikisha watu 25. Ayesi watu 10, watu 5, watu na wajua watu wanataka kukata kanisa. Bwana akaniambia dini angashughulikia malango ya mji. Oh my God. Naomba leo hii siku nitakaokaa kwenye kanisa hili, malango yoyote yanayokuzuia, hebu mikono ya wenzako, malango yoyote. Sema malango yoyote yanayonizuia. Na walikuwa wameweka malango mpaka kwetu nyumbani. Walikuwa wameapa nilinunua gari ya kwanza. Gari nimenunua ya kwanza. Wakati naenda nyumbani kakatobolewa na wachawi na waganga. Wakatoboa tairi zote 4 zikaharibika. Nikanunua ingine. Ikawa kwenda nyumbani naogopa kwa sababu ikienda nyumbani inakanyanga. Nikauliza Mungu akaniambia kweli kuna maneno yalinenwa na watu. Wakasema hakuna mtu atakayenunua gari. Nikasema nafunguanisha haya malango na kuambia haikuweza. Hawarai kabla miezi 3 ijaisha nilikuwa nimepata gari 2. Nikaendelea. Nikanunua gari ya kwanza. Nikanunua gari ya pili.
mikono, sema sio mimi. Sio mimi. Siurudia tena, sema sio mimi. Sio mimi. Sema malango yoyote. Malango yoyote. Na kitu gani kilitendeka? Verse number 11 pastor. Sasa huyu akaambiwa hawa ndio watu. Kiendelea hapo chini, Biblia inasema hawa ndio watu wanaosema wakati wa kujenga kanisa haujafika. So inamaanisha kwamba there is anything you see happening in your life, there is a voice behind. Kuna sauti inaonena kinyume chako. Sema sauti inaosema kinyume chako. Sauti inaosema kinyume chako. Inaosema sitabarikiwa. Inaosema ndoa yangu haitaendelea. Inaosema sitapata baraka. Ninanyamaza katika jina la Yesu. Sema sana makandoro zanga. Malango inawekwa na nini? Andika haraka sana kwa wakati. Ndio sasa tuendelee. Ndio tuende verse number 11. Malango inawekwa na nini? Ongea haraka sana. Number 1. Malango inaweza kuwa ni maneno yalinenwa na yakafunga malango yako. Ino mikono, sema kutoka leo hii. Kila maneno yalinenwa. Kila maneno yalinenwa. Na watu wenye mamlaka. Watu wenye mamlaka. Shalaba. Kuna malango ya kizazi. Yaani unapata hii generation. Unasikia Biblia inasema na mlango wa Haruni useme. Hebu sema maneno ya kwetu. Tuseme malango ya kwetu. Malango ya kwetu. Sema malango ya kwetu. Malango ya Na kwetu. unapata kwenye bloodline yenu kuna malango, kuna maangano fulani, kuna watu fulani, kuna vitu fulani vilifanyika na vinasema